kila mmoja sasa na yeye akatamani, na mnyama alivyozidi kusogea mbele, ligi ya Tanzania ikazidi kupanda thamani, na hapo tukaongezewa slots na kutimia timu 4 za kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Yote hiyo ni avyo vimeamka. Kwa vilabu 4 vya Tanzania kufuzu michuano ya kimataifa kwenda hatua ya makundi, anastahili pongezi nyingi, anastahili pongezi zote, anastahili heshima kubwa ni sisi Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo sisi hatumpongezi yeyote kwa kufuzu kuingia hatua ya makundi, bali wao watupongeze sisi Simba Sports Club kwa kuamsha wao kutoka kwenye usingizi wa pono na kuanza kutamani kushiriki michuano ya kimataifa. Tumeshazoea ama umekuwa ni utaratibu wenu wa kawaida sana kufuzu katika hatua hii ya group stage. Semaji ukitazama kikosi chako. Sasa watu wapi mliokuja msifanye vurugu. Ukitazama kikosi cha mnyama sasa hivi, matumaini yapo kucheza nusu finali? Ya, matumaini tunayo makubwa sana kwa timu hii tuliyokuwa nayo. Kwanza tazama namna ambavyo wachezaji wanajitoa, wachezaji wanajituma, lakini angalia namna ambavyo tuna mwalimu mjanja kweli kweli. Ingekuwa ni mwalimu mwingine angetaka sifa za kusema ya kwamba huyu nishamgonga 3, sasa wacha na leo nimwekee full mkoko ni mgonge 7 nyingine ziwe 10. Lakini mwalimu akapiga hesabu, nataka kitu gani hapa? Nataka kufuzu, nimefuzu. Na baada ya hii leo kitu gani kinafuatia? Siku 3 baadaye kuna mechi. Wapi? Tabora. Mbali kweli kweli. Cha kufanya hapa ni nini? Nijipange na mechi ya Tabora. Kwa hiyo mwalimu ukiona hesabu zake namna hii zinakupa matumaini ya kwamba tuna mwalimu mzuri ambaye anajua kuchagua kitu gani cha kufanya kwenye wakati gani. Lakini kama haitoshi, aina ya wachezaji tuliokuwa nao, tazama utulivu wao, tazama ubora wao, namna ambavyo wanafanya vitu kwa usahihi na kwa makini na kwa wakati. Hii maana yake ni kwamba inatupa sisi imani na shauku kubwa ya kwamba hatua ya nusu finali mwaka huu Simba tuna asilimia kubwa mno kuifikia kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kikosi kinataraji kuondoka tarehe 28 tukifika salama kuelekea Tabora kwenda kuwafuata TRA United. Na mechi hii ya leo, namna ambavyo tumecheza ni maandalizi ya mechi ya Tabora. Namna ambavyo vijana wetu wameperform hii leo ni maandalizi kuelekea mechi ya Tabora. Namna ambavyo vijana wetu wamecheza kwa kutunza nishati mwili ama kutunza power, sio power ya Mbosso, kutunza power ya mwili. Ni dhahiri shahiri ya kwamba mwalimu alishaanza maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 30 dhidi ya TRA. Hakukuwa na maana yoyote ufunguke, utumie nguvu kubwa, vijana wapambane, wapishane, alafu baada ya mechi watu wamechoka, unakuja kucheza na TRA, unamkuta yuko fresh na nguvu ya kutosha, alafu wewe umecheza unaenda kiwanjani hauna nguvu ya kutosha kwa sababu uliitumia kwenye mechi ya ligi mabingwa Afrika. Unaingia kiwanjani unacheza vibaya, unapata sare ama unafungwa, inakuwa haina maana yoyote. Ndio maana hii leo tukacheza kwa kurestore energy. Unacheza huku unatunza mwili ili utakapokuja kuingia uwanjani sasa kwenye mechi ya kuchukua alama uende ukiwa na nguvu ya kutosha, uende ukamtandike TRA pale pale nyumbani kwao. Avyo vimeamka. Kwa vilabu 4 vya Tanzania kufuzu michuano ya kimataifa kwenda hatua ya makundi, anastahili pongezi nyingi, anastahili pongezi zote, anastahili heshima kubwa ni sisi Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo sisi hatumpongezi yeyote kwa kufuzu kuingia hatua ya makundi, bali wao watupongeze sisi Simba Sports Club kwa kuamsha wao kutoka kwenye usingizi wa pono
na kuanza kutamani kushiriki michuano ya kimataifa, na sasa wanashiriki michuano ya kimataifa. Ni sisi ndio ambao tumechonga njia, ni sisi ndio ambao tumeanzisha njia, ni sisi ambao ndio tumeanzisha huu mwendo, na kila mmoja sasa anafuata. Na kwa maana hiyo, nasisitiza tena, hatuna Hao ni wachezaji wa Simba Sports Club wakiwapa chochote kitu mashabiki ambao wamehudhuria hapa uwanjani. Wanadondosha fedha ndogo ndogo kwa ajili ya mashabiki ambao wako hapa uwanjani. Kama unavyotazama, mashabiki wanawashangilia vibaya mno, kama unavyotazama hapo. Rushain Derek, wachezaji wa Simba wakifanya hadhi na mashabiki, wakifurahi na mashabiki hapa Benjamin Mkapa baada ya mchezo kuisha kwa sare ya bila kufungana dhidi ya Nsingizini Hot Stars.